Yangu mtazamaji wa channel yetu pendwa, awali ya yote kumshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema kuendelea kutujalia kutupa afya. Leo tuna bahati kubwa sana, kubwa mno. Nina watumishi wa Mungu wachungaji wawili. Huyo mmoja tulikuwa naye jana, leo tuna mchungaji mwingine kama tulivyoeleza jana. Wapo wachungaji nchini wazalendo. Wachungaji wazalendo wanaojua mamlaka ya kidunia na mamlaka ya Mungu. Naamini hata Yesu alisema ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Alitengeneza protokali nzuri sana pale Bwana Yesu. Alijua kwamba zipo tawala za dunia na upo utawala wa kesho mbele ya Mungu. Sasa leo wamekuja watatu, tutazungumzia kitu kinachoitwa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Jambo la pili tutagusa yani siasa zilizojaa udini. Je, imani yetu inaturuhusu kutengeneza siasa yenye udini? Haya mambo yote tutachambua kwa usawa kabisa. Naamini hawa ni wachungaji wana makanisa yao na kazi yao kubwa ni kuwalisha waumini neno la Mungu. Na kazi kubwa ya vitabu vitakatifu, Torati, Zaburi, Injili na Qur'ani ni kuiwasa jamii na wewe mwenyewe kiongozi kuepukana na maovu na madhambi na maasi, ikiwemo uzinifu, uwizi, uongo, ulafi, ubinafsi na usengenyaji. Hayo yote vitabu vya Mungu vimekataa. Baba mchungaji, nikusalimu kwanza alafu nikukaribishe. Nikuulize swali moja. Wewe kama kiongozi wa kiimani, Ukristo umeruhusu kubagua na watu kwa ajili ya imani? Kwanza wale yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu, mamlaka na nguvu na kwa uwezo wake ndipo tumefikia hapa. Ukristo haukubaliki kabisa, haukubali hata kidogo kugawanya watu kwa ajili ya imani. Eza Mkristo, Mbuza, Msiki, yani hata Yesu alipokuja mwenyewe aliwakuta watu wengine sio Wakristo. Aliishi na Wayahudi, alikwenda sehemu mbalimbali kutangaza Injili, lakini sio kwa Wakristo. Alienda kutangaza sio kwa Wakristo. Sio kwa Wakristo wale. Alikuwa anatangaza habari njema, ili yamkini kwa kila mwanadamu Injili iliwe wakati. Kwa hiyo swala la ubaguzi kwenye nchi yetu, asiwepo kiongozi wa dini awayo yoyote hiyo kwamba akabagua hawa ni wazuri, hawa ni wabaya. Tukirudi kwenye mustakabali wa amani ya taifa letu, viongozi wa dini, mimi kwa mtazamo wangu nilikuwa naomba au nilikuwa naangalia wote wanasiasa, wote wagombea uliopo, viongozi wa dini ni kama watoto wao, ni kama vijana wao. Yani wanacheza mpira, au tunaweza kusema kama referee. Kazi yake ni kumwangalia nani anakosa wewe, lakini referee usibezi upande mmoja. Kwa mfano, kiongozi wa dini ukatoka labda na vipeperushi ukashika mfano wa TLP au vya UDM, haikubaliki. Kiongozi wa dini kama nilivyotangulia kusema, wote wagombea, wote wenye vyama waunganishe na wewe wanao, kama nilivyosema, just like referee. Wewe waangalie hapo anapiga, hapo anacheza faulu, hapo kaa vizuri, hapo wewe mpira umezidi. Wote ni wanao. Lakini kiongozi awaye yote wa dini asitoke labda akashika bendera au akashika kipeperushi katika mkutano wa aina yoyote. Hapana. Hawa ni kama watoto wako, utakuwa umewagawa. Sasa nakushukuru sana. Hawa ni watoto wako, utakuwa umewagawa. Swali nimuulize mchungaji. Mchungaji, tunakwenda kipindi cha uchaguzi. Kumekuwa na matamko yanatolewa na baadhi ya watu wako nje ya nchi na wengine ndani ya nchi. Wanasema watu wasiende kuchagua kiongozi. Watu wasiende kuchagua kiongozi. Siku ya uchaguzi watamobilize maandamano, watu waingie barabarani liwalo na liwe. Wewe kama mtumishi wa Mungu unawaambiaje na unatuambiaje? Asante.
Nashukuru pia kwa mara nyingine kukutana. Na naomba nijikite kwenye kitambulisho kwanza. Naitwa Mchungaji Baraka Agustino. Hawa watu ambao ni wanasiasa wanaotengeneza vikundi, wanaomobilize kwa ajili ya kuja kuwashawishi watu au kuzuia kwamba siku ya upigaji wa kura watu wasijitokeze. Hilo ni kosa. Hilo ni kosa kwa sababu kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania. Kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania. Sasa unaposhawishi watu au kundi la watu kwamba wasijitokeze kupiga kura ni kosa. Sisi wenyewe makanisani siku hiyo huwa tunapewa muda kwamba kama ni ibada zifanyike muda gani na muda mwingine watu wakapige kura. Swala tunamchagua nani ni wao wenyewe. Swala kumchagua nani ndio tunaelekeza kwamba wakati wa kampeni kama huu ni muda wa kwenda kusikiliza sera za wagombea. Unasikiliza sera za wagombea, utakayemuelewa ndio utakayempa kura. Ambaye hutamuelewa basi utamnyima kura kwenye sanduku la kupiga kura. Lakini sio kushawishi watu wasiende kupiga kura. Swala kwenda kupiga kura ni swala kila mmoja ataenda kuamua ampigie kura nani. Sio mzuie mshirika au muumini kwamba sijaende kupiga kura. Hilo ni kosa. Kumekuwa na maandamano yanatengenezwa kwamba siku ya uchaguzi watu waingie barabarani. Liwalo na liwe. Wewe kama mtumishi wa Mungu, kiongozi wa dini, una watu wengi ndani ya kanisa lako na nje ya kanisa. Unawaambia nini kuhusu tamko hilo? Asante sana. Mimi upande wa ambacho naweza nikawaambia hawa watu ambao wanaandaa maandamano kwa ajili ya siku ya kura. Toka Tanzania imepata uhuru, siku ya uchaguzi huwa ni shughuli moja. Huwa ni siku ya kwenda kupiga kura. Huwa hakuna mkutano. Serikali haiwezi kukupa ruhusa ya kuandaa mkutano au kongamano lolote mahala popote kwa siku hiyo. Kwa sababu shughuli zote huwa zinasitishwa ni kwenda kupiga kura. Kwa hiyo shughuli nyingine ile nje ya kupenda kupiga kura, sidhani kama itakuwa iko sawa sawa. Labda wewe daktari anatibu wagonjwa. Hizo ni sekta zingine ambazo huwa hazina weekend wala hazina siku ya kupiga kura. Na magereza. Kwa sababu huwezi kusema siku ya kupiga kura mtu akiugua sikienda hospitali. Au kwamba siku ya kupiga kura magereza askari wasifanye kazi. Wahalifu wakitoroka au wakitoka gerezani itakuwaje? Itakuwa ni tafulani. Kwa hiyo kuna sekta maalum ambazo siku ya kupiga kura na wenyewe huwa wanapeana shift wa kujua kwamba huyu atakuwa muda fulani au tayari kwenda kupiga kura. Kwa sababu nayo kupiga kura ni haki yake ya msingi. Lakini si vinginevyo. Kumekuwa na malalamiko baadhi ya wachungaji akiwemo mchungaji Mwana Mapinduzi. Nimesikia leo channel moja inaripoti kwamba ameondoka nchini anahofia kuuawa. Yeye ni mchungaji. Ni sababu gani serikali aikimbie serikali yake ambayo kwa muda mrefu amekuwa na kanisa akihubiri watu injili habari njema? Na kazi kubwa ya Ukristo sio kuhubiri kumwaga damu, ni kuhubiri watu wamkiri Yesu kwa Bwana mkuu. Yeye kakimbia nchini mpaka sasa. Unafikiri madai yake yanakuwa na ukweli? Kama mchungaji itakuwa ngumu kwangu kuamini kwamba anaweza kukimbia. Kama ni mchungaji kweli anayefanya kazi ya kuhubiri injili. Kama ninayoifanya mimi. Mimi kazi ninayoifanya katika maisha yangu ni kuchunga watu, kuwafundisha neno, kuhubiri injili, kuwafundisha ukweli, kuwafundisha waache maovu. Binadamu amheshimu na kumuona binadamu mwenzie ni wa maana. Sasa katika mstakabali wa habari kama hiyo, mchungaji anaanzaje kukimbia kwamba watu wanamtafutaji wa Mungu? Sio muovu, haibi cha mtu. Hajihusishi na uovu aina yoyote ile. Yeye habari ya kukimbia inaanzia wapi? Amini usiamini, naamini huyu atakuwa na mambo mengine yale nyuma ya pazia ambayo sisi hatujui. Hata kwa anafanya kazi ya uchungaji. Ni kweli. Sababu kwa kweli kabisa umezungumza leo nzuri kwamba atakuwa yeye binafsi, sio kanisa wala Wakristo wala Ukristo. Ni yeye personal. Kwamba ana matatizo yake na wale anaowakimbia, lakini sio Ukristo. Sababu Wakristo nchi wako wengi sana. Wachungaji mko wengi sana. Vipi iwe mimi au uwe wewe? Unamwambiaje mchungaji kama huyo? Mchungaji kama huyo mcha kumwambia amrejee Mwenyezi Mungu tu. Kama kuna mambo ambayo anajua ameenda kinyume, atubu, asamehewe ili awe na amani. Kwa sababu ukisha kuwa na amani moyoni mwako huwezi kuwa na wasiwasi na mtu. Kwa maisha tunayoishi hapa Tanzania yetu hii, muda wowote sisi tunaamshwa usiku wa manane, saa 8, saa 9, saa 10 nagongewa na washirika wamekuja wana changamoto, wengine wamegombana, mke na mama anakuja kutafuta suluhu kwako.
Na unatoka. Unafungua mlango na unatoka kwa sababu unaamini anayekugongea wewe ni mtu wa amani. Kwangu mimi mchungaji atakuja kuiba nini? Na wewe sio mtu wa mfanya amani. biashara. Mimi mtu wa amani. Kwangu atakuja kuiba nini? Kwangu hakuna kitu cha kuja kuiba. Kipi? Hakuna. Kwa hiyo mimi mtu wa amani, muda wote akinigongea lazima nifungue, nitoke, nimsikilize. Na hata kama ni kutoka naye kwenda sehemu tunatoka. Kuna kesi zingine haziwezi kuishia hapa nyumbani kwangu, zingine inabidi twende kanisani. Fungua ofisi ukae. Tunafungua, tunaenda ofisini, tunakaa, tunamaliza changamoto zote, tunarudi, tunatawanyika kama jarudi na amani. Na naweza kama amekuja kila mmoja na njia yake, lakini mpaka tunatoka pale, tunahakikisha wanatoka pale kama sasa wameshashikamana kwa kitu kimoja. Hiyo ndio kazi yetu. Kazi yetu sisi ni kuunganisha watu, kuwapatanisha watu. Yaani kweli. Sio kutengeneza mafarakano. Hata Biblia imesema. Yeah. Katika Mathayo 9 ngapi pale anasema heri wapatanishi. Naam. Kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Kwa kweli kwa hiyo tatizo hapa lipo ni watu kutokusoma maneno ya Mungu na kuyafanyia manani. Na kutokuwa waadilifu pia. Tunajiingiza kwenye mambo. Kuna kusoma neno la Mungu na kulitenda. Soma neno la Mungu na ulitende. Ukilitenda huwezi kukutana na mambo kama haya. Ni kweli. Kweli. Kumekuwa na sintofahamu binafsi. Jana Rais Samia alikuwa Masasi. Akapokelewa na jopo la masista wa Roman Catholic. Yeah. Na naomba mtusamee maaskofu, sisi hatujadili imani, tunajadili nchi. Na mimi binafsi ni Muislamu, sina chuki na Ukristo wala sina chuki na askofu. Na nasema wazi kabisa, I'm serious. Siwezi. Kwa sababu askofu ndiye aliyembatiza baba yangu kwa Katoliki. Baba yangu kabatizwa Katoliki. Na amezikwa na Katoliki. Na amesoma shule ya Katoliki kule Chunya Mbeya. Kwa hiyo mimi Ukatoliki na ujua nimefanya mafundisho ya komunio. Kipaimara nimepata, kwa sakramenti zote nazijua. Na nimebatizwa kwa maji na Padri Rudi. Nasikia sasa hivi alikuwa nguruka kule, baadaye ameenda kwa Ujerumani. Kwa ninapozungumza Ukatoliki ni chombo kikubwa duniani, sio Tanzania. Lakini ni taasisi. Sana kuna masista walikwenda kumpokea Rais Samia. Wakiwa na zile bendera za chama. Wamevaa mavazi ya kisista. Sister sio mali ya mtu, ni taasisi. Na anapokwenda sehemu sister haendi kwa utashi wake, ni kama vile askari anapokwenda sehemu haendi yeye kwa kutaka kwake. Kuna incharge wake ambaye mwambia nenda kafanya hivi. Sasa masista wao wameingia kwenye lawama. Askofu ametoa maneno makali kidogo. Mimi nikashangaa, akasema anapiga marufuku Mkristo yoyote ambaye ni kiongozi, padri au sister, asijiingize kwenye mambo ya kisiasa, na siasa makanisani ni marufuku. Nikajiuliza, kama ni sababu hii ya kumasista kwenda kumpokea Samia na bendera, kwa nini usidili na wale waliowapeleka kule? Umewahi sana kutoa tamko mapema, baba askofu. Nyinyi kama watumishi wa Mungu, mnalionaje hili jambo? Lilikuwa sawa au mtoaji tamko labda ametumia hasira sana au amewahi, au mnaliona vipi? Kwa sababu watu wanafikiri kwamba kusema vile ni kama vile kuna wengine wameshaingia katikati kwamba askofu anaikomoa serikali na chama chake. Labda askofu hakuwa na malengo hayo ya kuikomoa serikali. Labda yeye alikuwa anazungumzia Ukristo wake. Kwamba jamani, kama ulivyovaa wewe ni alama ya Ukristo. Ulivyovaa mtumishi ni alama ya Ukristo. Alafu mtu akukuta umeshika bendera ya Chadema au ya CUF au ya CCM na kufanya hivi, ina maana unatumia alama ya Ukristo kushawishi watu. Sio maana yake? Yeah. Lakini ukienda wewe kama wewe umevaa tu shati lako la kawaida, ukashika bendera is good. Sababu umeenda kujiwakilisha wewe mwenyewe. Sasa baadhi ya watu wanauliza hivi, kwa nini askofu ameshindwa kudili na wale waliowapeleka pale masista, hawakwenda wenyewe? Na sister hawezi kutoka kapelekwa na raia wa kawaida, lazima wawepo padri au paroko ndio kawa organize twendeni. Kwa nini kanisa limeshindwa kudili na yule linadili na matamko mazito? Nini tatizo? Tuanze na kwanza kwa Tanzania tuna madhehebu mengi. Wale ni Roman Katoliki, sisi ni Lutheran. Labda na kwanza nataka kuliweka sawa. Hata watumishi wa Mungu hawakatazwi kuingia kwenye siasa. Kwa mfano, Chadema walikuwa na mchungaji nani wa Iringa huyo? Peter Msiga, mchungaji. Viongozi wa dini hawakatazwi kwenye mikutano.
Kwa sababu sasa utajuaje, watazisikiaje sera ili waende kumchagua? Kwa sababu watakwenda ili wakapime zile sera. Hawa TLP, hawa UDM, hawa CCM, lazima waende, yamkini wajue sisi tunamchagua huyu Oktoba 29. Unaona wananchi wale wanahitaji huduma. Wale wanahitaji kupiga kula. Sasa hawawezi kwenda kupiga kula wakiwa blind. Hapa nani mwenye sera nzuri? Wanakwenda kusikiliza sera. Sasa labda sijui kila kanisa na utaratibu wake, yawezekana kutokana na mimi naona bado mavazi sio issue. Yaani mavazi namkumbuka mpaka na kumbukumbu nzuri. Askofu Shaw wa Arusha. Yes. Alishawahi kwenda kwenye mkutano wa CCM. Wala sio issue tena, alikaa high table. Nakumbuka mwaka 2015. Mwamakula naye anatembea amevaa mavazi ya askofu kabisa na Chadema. Ndio maana nikasema kuna baadhi ya denomination madhehebu. Na kuna wengine wala sio. Yaani sisi KKT kuwa na askofu mmoja wa alikuwa anatoka Dodoma. Yule alikuwa mbunge. Na pia mimi nataka kuliweka hili swala na sawa. Mungu huwa anachagua viongozi waadilifu ndio wao waongoze nchi. Ni kweli. Kwa mfano, wewe ni Muislamu, mimi ni Mkristo, lakini unamkumbuka Nabii Suleiman. Anaapia katika vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu. Nabii Suleiman. Yule alikuwa nabii, lakini on the other end alikuwa mfalme. Mfalme kabisa kama Saudi Arabia, kama wa Iran. Ni mfalme. Mtawala. Daudi alikuwa ni kiongozi wa Mwenyezi Mungu kabisa. Daudi alikuwa nabii. Ndio. Upande mmoja. Upande wa pili alikuwa mfalme. Kwa hiyo viongozi wa dini ni haki yao kwenda kuwapokea wanasiasa, kwenda kusikiliza, kuwapokea na kuchagua kwa sababu hata utakaporudi nitakwenda kuangalia TLP, nitakwenda kuangalia UD. Mimi nitakuwa na maamuzi fulani. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, bado viongozi wa dini wana haki ya kwenda kuangalia na kuhudhuria kwenye mikutano. Yaani kama tulivyoanza kuongea mwanzo, wao ni walezi. Kwa hiyo wasiende na umbrella ya kitu chochote pale. Ukitaka kwenda unaenda kumsikiliza, mfano kuna mgombea mmoja Hassan Doyo, na kwenda kumsikiliza Mwajuma Noti, na kwenda kumsikiliza Samia, unachuja sera zao. Sasa Oktoba 29 hii unakwenda unatiki bwana fulani. Utakaaje wewe pasipo kujua nani anafaa nani hafai kuwasikiliza? Mimi hicho ndio ninachokiona kwa mtazamo wangu. Ni hoja nzuri. Kwa maana nzima masista walikuwa wako sahihi. Kwa sababu kumpokea pale Rais Samia, walimpokea kwanza kama rais kwa sababu bado hajastaafu rais. Bado ni rais. Na amekwenda kama mwenyekiti wa CCM na amekwenda kama mgombea wa tiketi ya urais. Unaona habari hizo? Kwa hiyo wale masista walikuwa wako sahihi kumpokea. Si ndio maana yake? Kabisa. Walikuwa sahihi. Kwa hiyo baba askofu anapotuambia kwamba watu waache siasa, ni siasa ipi waiache labda? Mtumishi. Asante sana. Mimi nadhani hapo kuna upande wa huyu askofu kutakuwa na changamoto kwake. Kwa sababu naamini haelewi kuwa waumini wake wana vyama vyao. Yana hisi wote wako pale kanisani tu, ni kanisani. Hawajui kama nje ya kanisa wana vyama. Kwa sababu makanisa tunayoyachunga sisi tuna watu mbalimbali. Tuna vyama, tuna wanachama wa vyama mbalimbali. Tuna wanachama wa UDP, Chadema, CCM, NCCR. Sasa wote hao ni waumini wetu, sisi tunao. Sasa ukisimama na kuanza kuwazuia wasiende kusikiliza sera kwenye mikutano, kwenye kampeni, ni tatizo hilo. Hawatakuelewa. Kwanza mwezi kufika. Ndio maana sisi kanisani tunachohubiri ni mshikamano. Ninachohubiri ni mshikamano. Mshikamano, tuwe wamoja, taifa moja, tupiganie amani, tuombe amani kila kukicha. Unaenda kwenye mkutano, unaenda kwa amani. Kama unaenda kupiga kura kama hiyo siku tarehe 29, tuende kupiga kura kwa amani. Si vinginevyo. Nimeona
katika chaneli moja sijui ya Kikristo au ya Katoliki ile inazungumzia ya mambo ya masista kwenda kwenye mkutano, anasema sababu iliyomfanya tuseme hivyo, alipigwa faza Kitima, haikutolewa nani yoyote. Alipotoa matamko askofu wa wapi kule yule rais wa baraza la maaskofu teki Tundu Lissu achiwe, haikutuliwa manani. Watu wamekuwa wanafanya hivi, serikali haitoi majibu. Kwa ndio maana kanisa Katoliki limeamua kusema hivyo. Hivi Kitima paka kufikia matatizo yaliyomkuta, nisaidie wachungaji, yeye alikuwa akizungumzia nini hasa mnachofanya? So Kitima nilikuwa namuona yuko ndani ya siasa na ni padri. Alafu leo tena askofu anasema kwamba watu wasizungumze siasa. Kwa nini unafikiri pale serikali inapopigwa mawe baadhi ya viongozi wa dini wanasapoti sana? Mtu akizungumza ukweli kama hivi, mnatoa hisia zenu, future zenu kuhusu kuifanya dunia iwe sehemu ya amani, na baadhi ya watu wanachukia. Wanakuona nyinyi chawa, lakini niliwaambia jana, nyinyi sio chawa. Mnakuja hapa kwa nauli yenu, mmeweka mafuta kwenye gari yenu wenyewe, mmeacha muda wenu wa maombi ya dini yenu na dhehebu lenu. Na nyinyi si watu wa njaa. Nazungumza tu kweli, sisemi kwa kujikomba kwenu. Muangalie ndugu zangu, ni sura zao watu, sio sura za njaa. Mmekuja na gari la kitajiri. Mnaona bwana? Na mnaishi maeneo mazuri, mnakula na kusaza, mmeletwa hapa kwa ajili ya uzalendo. Sasa kwa nini unafikiri mtu akiona wazalendo kama nyinyi ambao ni watumishi wa Mungu, mnakuja kuzungumzia taifa, mtu anakuhisi nyewe kama ni sehemu ya tatizo, anataka mje mmobilize? Mnafikiri tatizo ni nini lilofika kwa Tanzania? Mimi kwanza brother, nataka nizungumzie Tanzania kwa uchache sana. Kwa mfano, kwenye wizara ya afya au kwenye huduma ya afya, hii Watanzania wengi hawajui. Kwenye swala la afya kwa wakati uliopo, Rwanda, Burundi, Kongo wanaichukulia Tanzania kama India ya Afrika Mashariki. Unajua wote wanatibiwa hapa. Ni kweli. Tunachokitaka huduma ziwepo. Gharama ni kitu kingine. Kwa hiyo wenzetu nakwambia kupanda ndege kutoka Rwanda, kutoka Burundi kwenda India ni bora Tanzania. Na mimi ninachokwambia, Watanzania wamesahau kwa wakati uliopo. Mimi na rafiki yangu yupo Tabora. Yule mwanawe kafanywa operation ya moyo. Ule moyo uliwekwa pembeni. Tanzania hii mwanawe ule yupo Tabora. Siwezi kumtaja jina kwa wakati uliopo, lakini mwenyewe atakuwa anajua kwamba amefanywa operation ya moyo na moyo ukatolewa ukawekwa pembeni na akafanywa matibabu na moyo ukarudishwa na huduma ikaendelea, na mpaka leo yule mtoto mzima na hana shida yote. Kwa hiyo tulipofikia, kuna msemo unasema ng'ombe huwa hajui faida mkia yake mpaka ukatike. Sasa ni bora Watanzania tukajua faida ya mkia kabla hujakata. Rwanda leo wengi hawajui. Umeona ule mwamvuli baba anaona ya Tigo Pesa, ya Telimane imejaa kibao humu. Rwanda ule huweki, unaulipia kodi. Shelahani kile kimoja unakilipia kodi. Baiskeli mpaka baiskeli, kama kuna mtu amekwenda Rwanda unalipia kodi. Kwa hiyo Tanzania, pamoja hata kama kuna madhaifu ya serikali, lakini blaza, dunia mzima, Watanzania dunia mzima, hakuna sehemu yoyote serikali yoyote ikawatimbizia mahitaji yake wananchi wake yote chini ya jua hapa hivi. Ni mbinguni tu. Kwamba nenda Marekani, nenda Uingereza, nenda Ufaransa, kwamba raia zake wote wana ajira, raia zake wote. Marekani kuna nyumba mpaka za maboksi. Kwa hiyo Watanzania, serikali yani imejilegeza ili Watanzania kidogo wawe na afya. Katika tafasiri ipi? Ebu nenda kwenye barabara hii ya Mbagala, mama ntilio wanapika mpaka katikati ya barabara za mwendo kasi. Unafikiri serikali haijui? Haioni wananchi wetu hawa. Lakini sasa wananchi wale serikali
viongozi wake hawakutoka mbinguni, sio watakatifu, ni wanadamu, wana mema yao na mabaya yao. Lakini sisi wa Tanzania huwa tunaangalia yale mabaya tu ya serikali, mabaya tu serikali. Serikali hii si ndio unaacha nyinyi mnapika mpaka kwenye barabara za mwendo kasi? Na mimi nawaambia Tanzania, labda hawajui, mama ntilie au mtu yote anahudumia juu ya swala la chakula, kila baada ya miezi 6 akapimwe afya, yeye na wale wanaomzunguka wote, kila baada ya miezi 6 akapimwa afya, alafu vyeti vyao vibandikwe pale. Lakini Tanzania kwa ajili ya serikali inajifanya kama kwao ni amna, inajua yote, lakini imeamua hawa wanetu, hawa wana njaa. Lakini sasa ninachokirudia kwa mara ya pili, ninachopenda ukisema, huwa sisi wananchi yani serikali mishale kwa ajili gani? Kwa ajili nyinyi mbona mnavunja sheria? Mnafikiri serikali haiwaoni? Inawaona. Wewe mchi gani umeenda kuona watu wakapanga mpaka barabarani? Nenda Uhuru Road ile pale Kongo yote wamepanga mpaka barabarani. Unafikiri serikali hawaoni? Hawa wana njaa, wachieni. Nenda Rwanda, nenda Kenya, kaweke hata nguo yako barabarani pale mbili, huwezi. Kwa hiyo serikali ya Tanzania, mimi natupenda kusema sawa, kweli haijakamilika, na dunia mzima hakuna serikali iliyokamilika. Kwa sababu ukisema serikali imekamilika, maana yake viongozi wake wamekamilika kwa 100%. Kwa hiyo Oktoba 29 watu watoke wakachague kiongozi wampendaye kutoka chama chochote kile, na ni haki yao kufanya hivyo. Mimi kwa uchache napenda kusema watu hawajui, na mtu huwezi ukajua vitu vyote. Lakini Tanzania, kama sheria ingeamua ifuatwe pasipo kupenda, tungekuwa na shida sana. Tungekuwa na shida sana. Sheria ingeamua yani inyooke. Wale watengeneza sheria wameamua kuziacha ziwe legevu zenyewe. Nimekwambia ziwe salama kwetu. Hivi mama mtilie gani unaomba? Wewe mama umepimwa? Naomba cheti hapo. Hayupo. Zile aproni za kuvaa na hawana. Nikwambia kitu kimoja, mtumishi. Ndio. Kabla hajasema mchungaji. Mimi nafikiri labda Tanzania ni uelewa wetu. Baadhi sio wote. Mimi nafikiri unakuwa mdogo. Kwa sababu gani? Nikukumbushe nyuma. Wakati imetokea ugonjwa wa corona, John Pombe Magufuli alisema hakuna kufunga mpaka. Lockdown hakuna. Watanzania walimtukana sana Magufuli, kama mnakumbuka. Na Mange Kimambi akawa anamtukana sana Magufuli, kama mnakumbuka. Huyu mzee afai atakuwa watu, huyu afai kabisa. Akamwambia jamani, nchi mimi naijua, mimi ndio rais. Nikisema tuweke lockdown, watu hawa watakufa njaa. Sasa hatuna kitu. Watu walimzalisha sana mzee. Sana. Alipokufa rais huyu aliyopo sasa hivi Samia, akaambia jamani, sasa basi badala ya kufunga tuna dawa hizi tutumie. Na yeye akamgezea akamwambia, angalia sasa, si bora acha Magufuli. Yaani kama yule aliyosema Mayahudi walikuwa wakila chakula kutoka mbinguni. Kaambia hatuwezi kula hiki, tutakulima. Watu walimwambia Samia, hakuna hizo dawa umeleta, walikuja kutua nguvu za kiume. Yaani paka tokea na madaktari hapo hapo profession. Wakasema hizi dawa sio kinga, ukiweka hapo kuchomwa hizi sindano ukawa globe hapo inawaka. Basi katangazwa propaganda nyingi sana. Umeona? Sasa mimi nafikiri wa Tanzania kuna sababu ya msingi ya kuweza kuwafanyia, kuwapa elimu ya uzalendo. Unakumbuka wakati wa Jakaya walimtukana sana, wakasema ni mtu anayechekacheka. Afai. Alipokuja Magufuli wakasema mzee mkali, vyuma vimebana. Wakarudi wote waikote wakasema ni bora ya Kikwete. Mungu kamchukua Magufuli aliyesema mkali, kamleta sana, sema huyu bure kabisa, huyu ndo hamna kitu. Sasa hebu wa Tanzania wajaribu kutuwekea utaratibu. Tunahitaji serikali ifanye nini? Tumishi. Asante sana. Inabidi inachekesha kwa sababu imefikia hatua Tanzania tujulikane tunataka nini. Lakini sio wote. Sio wote kwamba Watanzania hawajui wanataka nini, kwa sababu kila siku wao likifanyika hili wanasema hili hapana, bora lije hili. Ukija utawala huu wanasema huu bora ulikuwa ule wa mwanzo ni mzuri kuliko huu. Wanasahau kwa ule wa kwanza wenyewe waliuponda. Sasa mimi niseme kitu kimoja kwamba kitu tunataka tukifahamu kwanza, kwa mfano tunachofahamu kama viongozi. Haipo siku na hakuna nchi yote duniani ambayo imeweza kuwatimizia mahitaji yote wananchi wake.
haipo duniani, haipo. Kwamba wananchi wote na raia wote wanasema kwamba sisi hapa hakuna shida, haipo hiyo nchi. Yani Hata kama ungetengeneza, kwa sababu kila mmoja na mahitaji yake. Ni kweli. Langu sio lako huyo. Yes. Mahitaji yangu sio mahitaji ya ndugu yangu. Mahitaji ya huyu sio mahitaji yangu. Lakini pia binadamu tuna shida. Sisi tunamwangalia mfano wa Yesu alipokuja duniani. Alikuja kawa akifika sehemu watu wana njaa, anatengeneza chakula. Watu wanakula. Akikuta sehemu watu kuna mgonjwa anaponywa. Akifika sehemu kuna mtu kafa, anamfufua mtu. Lakini bado walimuona hafai. Bado walimuona hafai. Huyu anajifanya mwana wa Mungu msaliti. Na wakampiga, wakamsulubisha na wakamuua. Sasa leo hii unafika wa Tanzania, nao sisi tumekuwa kama wanadamu ambao tunakuwa, kwa sababu kumuelewa rais hata hakuna, yani hata kama angekuja nani, kwa sababu kila mmoja na mahitaji yake, anataka hivi, anataka hivi, anataka hivi, anataka hivi. Umegusia swala la huyu askofu aliyekemea wa masista, kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba hajui kuwa wale masista nao wana vyama vyao. Kama wale masista ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi na walienda kumpokea mwenyekiti wao, wewe unawapigaje marufuku kwamba hawataki kwenda kufanya hivyo? Wakati wao wamempenda, wanamkubali, ndio maana wamekwenda kushika zile bendera za chama chao. Na akipita Chadema watashika za Chadema. Yes. Akipita ACT watashika za ACT. Kwa nini uwezi? Ndio maana nimesema yeye anahisi kuwa wote wale masista wote wako wanafanya kazi tu ya Ukatoliki, hawana chama. Lakini sio kweli. Wale ni binadamu, na kwa sababu wako hapa nchini na ni raia na wanafanya shughuli zao, wana vyama na wao. Sasa mahaba yanapowazidi waende kumpokea mwenyekiti wao, kuna shida gani? Na ukizingatia mheshimiwa wetu rais ni mwanamke ambaye wale nao pia ni wanawake. Sasa kama wanaenda kumuunga mkono, shida iko wapi? Mwanamke mwenzi wao wanaenda kumuunga mkono, shida iko wapi? Na hata hivyo hakupaswa kutoka kuja kwenye halaiki ya watu kuwazuia au kukemea hilo jambo. Alipaswa akae nao. Yes, wako kwenye wanachombo chao. Hawana chombo cha kuonyana kama Katoliki. Wanacho kikubwa. Yeah, walipaswa wakae kule waonyane huko ndani kwa ndani, si waje wanapotangazia umma, maana yake wanazuia halaiki ya watu wote kwenda kuhudhuria kampeni. Kitu ambacho ni kosa. Kwa sababu kampeni zile zipo kwa mujibu wa sheria, na bila shaka ratiba ipo imetangazwa kila eneo. Watu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanaelewa kwamba leo mkutano wa chama fulani itafanya kampeni sehemu fulani. Chama fulani itafanya, na hazigongani. Yaani haiwezekani sema bako CCM watakuwa wanafanya mkutano ukute na Chauma na wenyewe wanafanya mkutano hapa. Haiwezekani. Ratiba zinapishana. Ukienda kuangalia ratiba anajua kwamba leo hapa atakuwa fulani, kesho atakuwa fulani. Haziwezi kugongana. Ni kwa sababu gani? Ili kila mmoja apate uhuru. Yaani isifikie eneo moja kwenye zoni moja ukawa kuna vyama viwili vinafanya mkutano pale. Hapo watu wakashindwa kuelewa kwamba sasa leo nitaenda kumsikiliza nani. Maana yake wanatoa fursa kwa wananchi ili kila mmoja afike eneo la mkutano asikilize sera. Ili tarehe 29 akafanya uchaguzi sahihi kwa kile alichokisikia. Sio achaguliwe, asikilize. Ili watu wakafanye maamuzi. Yes, sio kufanya maamuzi tarehe 29. Sasa unapozuia watu wasiende kusikiliza sera, maana yake nini? Maana yake unaenda kinyume na utaratibu. Mchungaji, kumekuwa maneno watu wanasema kwamba serikali ya CCM mpaka kufikia sasa haijafanya chochote nchi, inastahili kuondoka. Haya maneno, wewe ni mchungaji, umetembea nchi na dunia kwa sababu mahubiri. Yeah. Ni kweli serikali ya nchi haijafanya kazi yote ndani ya nchi? Sio kweli. Sio kweli. Mtu anayesema kwamba serikali haijafanya chochote, ndio wale wana wa Israeli wakati wako Misri, wako utumwani, walikuwa wanapigwa, wanabebeshwa mizigo mizito. Ukisoma kwenye vitabu utabaini, utagundua kazi nzito walizokuwa wanazifanya kule. Lakini kwa sababu kuwepo kule ilikuwa ni agano la Mwenyezi Mungu, ilipofika muda ambao atakiwa warudi kwenye chao ya ahadi, Musa akamwambia kwamba atakiwa turudi hapa, sio kwetu. Wengi walikataa kwa sababu walimeshakaa, wengi wamezaliwa kula miaka 200, miaka 100, wako utumwani. Aliyezaliwa kula miaka 100 haelewi kwamba hapa sio kwetu. Walipinga. Walipopinga wakapewa, Musa akarudi kwa Mungu akamwambia Mungu, hao watu hawanielewi. Akasema hawa kuelewi, tulia, subiri. Hawa binadamu najua huwa twende, yani automatically huwa twende mpaka wengine yatutokee. Yani huwa tutakaki kufuata utaratibu, kusadiki mpaka yatutokee. Kama Tomaso walivyoambiwa kama atakiwa warudi pale Misri, sio kwa atakiwa watoke pale, walikuwa watoke, walikataa. Musa akarudi akamwambia Mungu wamekataa, nafanyaje? Akasema tulia, hiyo sio kazi yangu.
sio kazi yako, ni kazi yangu mimi. Likatoka tangazo, Farao akatangaza kwamba watu wote wanaoishi kwa mgongo wa nani? Wa Musa, hapa kuanzia kesho watakuwa ni watumwa. Walipotangaza hivyo wote wakajua kweli hapa sio kwetu, ndio akakubali kung'oka. Na walivyotoka bado wamefika njiani, kwa sababu safari ilikuwa nyepesi, na wao ndio waliofanya kuwa ngumu kwa sababu ya ujuaji wao. Humo njiani ifikia hatua akatamani kurudi, wakasahau viboko na mateso waliokuwa wanayapata. Kwa hiyo mimi nadhani kama hivyo tunaweza kuzungumza mchungaji, isifikie hatua tu kwamba tuwe kama ng'ombe, siku mkia ukikatika ndipo tukumbuke. Katika nchi zilizotuzunguka Tanzania, sidhani kwa teknolojia na huduma mbalimbali, labda nchi ambayo tunaweza kuendelea kusema ambayo tunaweza ikawa ni Kenya. Lakini nchi zingine zote sisi tuko chini, sisi tuko juu, sio watu tuko chini. Tuko juu. Hakuna Mnyarwanda anayetamani kukaa kwao ambaye kumpa nafasi ya kuja Tanzania atasema sivyo. Hakuna mtu wa Burundi ambaye anatamani kuendelea kuishi Burundi. Hakuna mtu wa Kongo anayetamani kuishi Kongo. Hakuna mtu wa Zambia anayetamani kuishi Zambia kwa maisha yalivyo. Kwa hiyo sisi Tanzania tuna maisha classic. Sasa akitokea mwanasiasa au mtu hata kama alikuwa ni mchungaji kama mimi akasema kwamba eti Tanzania haijafanya chochote, ni kosa. Mimi nimetoka, nakumbuka ilikuwa mwaka 2005 ya natoka Tabora Urambo nakuja Shinyanga. Hiyo safari kwa siku moja ilikuwa haiwezekani. Urambo na Shinyanga? Ya, kwa siku moja haiwezekani. Nimetoka saa 12 Urambo ya asubuhi. Nafika Shinyanga mjini saa 2, ilikuwa saa 3 usiku. Shinyanga pale saa 3 usiku mwaka 2005. Sasa hivi Shinyanga nilikuwa huko kama miezi mitatu. Shinyanga Urambo ni kama masaa 4. Yes. Umeona? Ilikuwa ni rough road pale. Sasa hivi imeshatengenezwa ni barabara ya lami. Lami tu baba mpaka unaingia. Yaani sasa hivi mtu anatoka Urambo, anakuja Mwanza, anafanya shughuli zake, anarudi. Na nauli ni cheap sana, imeshapungua. Tabora Shinyanga nauli hazidi shilingi 15. 12 haizidi shilingi 15. Ndio, hazidi shilingi 15. Sasa mtu anayekwambia inawezekana watu wengine wamekaa katika amani imewachosha. Lakini kwa sisi tunaotembea sehemu mbalimbali humu nchini, tunapozunguka kwenda kufanya mikutano sehemu mbalimbali, tunaona serikali inafanya nini. Barabarani tunaona barabara zimetengenezwa. Sasa mtu akikwambia serikali haifanyi kitu, haifanyi kitu, hata ifanye nini? Haifanyi kitu, hata ifanye nini? Umeme wamesambaza hivi kabisa vijiji, yani vijiji vingi wamesambaza umeme, wamepeleka. Vijijini umeme huko. Au utasema serikali haifanyi kazi? Haifanyi, unataka ifanye nini? Asante. Nikushukuru sana mchungaji. Mchungaji amezungumza mambo ya maana kwamba yali toka Urambo mpaka Shinyanga kutwa nzima. Leo mtu anaondoka Dar es Salaam anakwenda Dodoma na anarudi kuja kulala hapa na bila kuchafua shati. Kwa hiyo hayo ni maendeleo na ni kazi iliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani mnyonge ya kia kimpeni. Mtumishi wa Mungu, unaweza kutaja kazi zilizofanya serikali na inaendelea kuifanya mpaka sasa na mpaka wewe kama mtumishi? Kwanza labda ningekuwa kipofu, namaanisha mlemavu wa macho, ndio nisingeziona. Bahati nzuri kutokana na umri wangu nimeona serikali na toka walimu. Tanzania tunapata uhuru, tuko na chuo kikuu hichi? Hatuna kabisa. Hapa tulikuwa tunasoma Makerere. Safi kabisa. Tukaja tukapata Dar es Salaam. Lakini tunazungumzia sasa hivi Tanzania tuna vyuo vikuu zaidi ya 50. Naam, ya dini, ya serikali, inaendelea. Nyinyi mnazungumzia Urambo, huko mbali. Kisarawe ni kilomita 70. Huwa tulikuwa tunalala nyumbani njiani, sio safari ya siku moja. Kutoka hapa Kisarawe. Kilomita 70 tu. Na huo ndio mji mkuu. Huwa tunalala njiani. Kwa hiyo kipimo cha maendeleo sio kila mmoja anavyotaka yeye. Kwamba mimi yuko na maendeleo, yuko na hiki na hiki na hiki na hiki ndio maendeleo yatakuwepo. Sasa hakutokuwa na maana. Lakini katika mazingira ya kawaida, katika hii Afrika Mashariki na Kati yote tunaiona, Tanzania ndio inaongoza kwa urefu wa barabara za lami. Labda watu hawajui urefu wa barabara za lami, Tanzania ndio tunaongoza. Kwa sababu hizo nchi zilizozitaja Tanzania ndio kubwa. Lakini unatoka hapa unakwenda mpaka Arusha. Kwa ufupi tu, lami tu. Unaona? Kiasi kwamba unauangalia ule ili kwaje. Kwa hiyo sio hayo tu, unaangalia kama tuzungumza treni
ya umeme ilivyokuwa nzuri. Baada ya miaka miwili tunafika Mwanza kwa treni ya umeme. Mimi ninachokuambia, wilaya ya Kisarawe hiyo kwenye vijiji vya Maneno Mango, Msanga huko hapo, umeme umekuja wakati wa utawala wa Magufuli, kulikuwa hakuna umeme. Kabisa. Sisi wilaya ya Kisarawe hatuna umeme ndani ya miaka 15. Nyuma ya miaka 15 kwa umeme. Kwa hiyo maendeleo anayotaka huyo mtu kwa kipimo cha kwake peke yake haiwezekani all over the world. Kwamba nchi ili iendelee na hichi na hichi na hivi na hivi na hivi. Hapana, tunakwenda kijumuiya. Kwamba tutajenga hospitali, tutajenga barabara, tutajenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tutafanya hivi kwa ajili ya Watanzania wote. Sio wewe peke yako ukatuletea definition ya maendeleo yakoje. Kwamba wewe kila ukishiba na mkeo ndio maendeleo. Au unataka hichi ndio kuwe na maendeleo. Lakini Tanzania ilikotoka 1961 mpaka leo 2025 kuna gap kubwa sana hapa la tulikotoka na tuliopo. Nafikiri kipindi hiki ni kirefu sana. Ningeomba twende break, ufanye maombi. Hii ni part 1 ya kipindi. Ndugu yangu mtazamaji wa channel ya Mwiko TV. Kipindi ni kirefu, wazungumzaji ni wawili na wanazungumza maneno mazito sana ambayo yanapaswa kila Mtanzania ayajue na kila mwananchi ayajue. Ningeliomba ufuatilie kipindi hiki. Hii ni part 1, ifuatilie na part 2 ili upate faida kubwa sana sana sana. Hebu twende part 2 tuisikilize nayo. Cut.